Na nyaraka hizi zinaonyesha wazi kwamba Hebu vuta picha. Upo ndani ya mahakama kuu. Watu wamejaa. Kamera za waandishi ziko on zikichukua matukio live. Wakili msomi, mbobezi wa sheria, yuko mbele anashusha nondo nzito. Kisha ghafla, katikati ya sentensi, anayeyuka hewani. Hakuna aliyemuona akitoka. Hakuna mlango uliofunguliwa. Kutoweka kwa wakili Albert Mlowe kumeacha mfumo mzima wa sheria ukiwa kwenye kizungumkuti. Swali ni hili. Je, hili ni tukio liliopangwa kwa ustadi wa kiwango cha juu? Au ndio kwanza tumeshuhudia mpasuko wa kutisha katika uhalisia wa dunia yetu? Kitu ambacho akili inakataa kukubali ni kile kilichotokea saa 4:12 asubuhi. Mlowe alikuwa amesimama imara, akimnyoshia kidole shahidi. Na nyaraka hizi zinaonyesha wazi kwamba ndiyo yalikuwa maneno yake ya mwisho. Hakuanguka chini, hakukimbia. Mwili wake ulififia na kupotea kama moshi. Suti yake ya bei mbaya ilianguka kwenye kiti chake ikiwa tupu. Tai yake ilibaki imefunga fundo na viatu vyake vilibaki sakafuni vimepangika. Utadhani miguu yake bado ipo ndani. Mahakama nzima iligubikwa na ukimya mzito usio wa kawaida. Mlowe hakuwepo, lakini hofu ilitanda chumbani humo. Uchunguzi ulipoanza, badala ya kupata majibu, wachunguzi walijikuta wakichanganyikiwa akili. Wataalamu wa kompyuta walipitia video za mahakama frame kwa frame. Hakukuwa na editing yoyote. Frame namba 1412, Mlowe yupo. Frame namba 1413, anaanza kufifia na kupotea kabisa. Kibaya zaidi, kumbukumbu za mashine za kiyoyozi zilionyesha maajabu. Katika eneo alilosimama Mlowe pekee, joto lilishuka ghafla hadi kukaribia nyuzi 0, sekunde moja kabla hajayeyuka. Walinzi na karani wa mahakama walitoa ushuhuda unaofanana, lakini wa kutisha. Walinai kabla tu ya tukio, walihisi ukimya usio wa kawaida. Ili kujua Mlowe yuko wapi, ilibidi wajue alikuwa anapambana na nani. Asubuhi ile, Mlowe alikuwa akisimamia kesi dhidi ya kampuni kubwa ya teknolojia ya siri, akijiandaa kuwasilisha faili lenye nyaraka ambazo zingetikisa taifa. Hata hivyo, faili lile nalo lilitoweka pamoja naye na kuacha kurasa tupu pekee ndani ya mkoba wake. Kanda za kamera za usalama za asubuhi ile zinaonyesha Mlowe akipita kwenye korido za mahakama, lakini kila kamera aliyoikaribia ilizima kwa sekunde chache na kuwaka tena baada ya yeye kupita. Utadhani mwili wake ulikuwa na kitu kinachozuia kamera kumrekodi. Wachunguzi walipovunja mlango wa ofisi yake ya siri nyumbani, walikuta kitu kilichowatoa jasho. Sio mafaili ya sheria, hapana. Ubao mzima ulijaa milinganyo ya kisayansi kuhusu quantum decoherence, sayansi ya kuvunja na kupinda uhalisia. Mezani kulikuwa na daftari lililojaa maandishi kuhusu pointi za kutoweka na kitu alichokiita mlango usioonekana. Katika ukurasa wa mwisho, aliandika sentensi moja tu: ikiwa majaribio yao ni ya kweli, basi mtu anaweza kuondolewa kutoka ulimwengu huu bila kufa. Lakini sentensi iliyofuata ilikuwa imeanza tu kuandikwa: na kama watajaribu kunizuia kutoa ushahidi, basi hapo maandishi yalikatika, kama vile alinyakuliwa hewani wakati anaandika. Je, ile kampuni ya siri ilitumia teknolojia ya giza kumfuta Mlowe kwenye uso wa dunia?
au Mloe mwenyewe aligundua siri ya kutisha, akaamua kutorokea upande wa pili wa uhalisia.